By the way, you're looking very beautiful. You look so nice. Thank you. Yes, Thank happy you to so have much. you. Karibu sana. The pleasure is mine. Thank Nashukuru you. sana. Thank you. Okay. Mimi ninaitwa Tabitha Samuel Masei. Ni Mtanzania ambaye nimezaliwa katika kanda ya kaskazini ya mji wa Arusha. Ni kijana. Ninasemaga kwamba utambulisho wangu wa kwanza kabisa ni mwana wa Mungu. Amina. Lakini pia ni daktari wa binadamu, nafanya kazi hospitali ya Tosamaganga. Okay. Ya rufaa, ninafanya kazi kwa sasa idara ya watoto wadogo kuanzia siku 0 mpaka 28. Inaitwa neonatal unit. Okay. Ila pia ni mwimbaji, ninaandika na kuimba nyimbo. Ninatengeneza maudhui. Kwa sasa ninatengeneza maudhui ya neno la Mungu, lakini pia ni mtu mwenye passion na afya ya akili. Yeah. Na siku chache zijazo, miezi michache ijayo nitaanza kufanya degree ya master's program katika psychiatry and mental health. Yeah. Wow, those titles, Grace. Mimi nashangaa. Na umeona zimeshiba. Na what I'm really actually, thank you so much. Your titles are countless and we are so proud of you. Sisi kama Bresha Radio, Kijana Smash Show tumekuwa tukikutazama and you're one of the people that we've been really looking forward tukaweza ku have a conversation. Because looking at you, Tabitha, as a doctor by professional, lakini pia wewe ni minister of gospel, lakini pia ni songwriter, lakini still naona una passion ya mental health. Na you're forcing pia kufanya an upper degree, masters in psychiatry. Tell us, how are you able to, unawezaje kuhakikisha yani you create this time na ukaweza kuaccomplish kabla hatujaingia kwenye maisha yako ya kawaida? We really want to know your journey, ulivyoanza, because you're a writer, you're also a composer, tumeona nyimbo zako. Like, unawezaje yani kuhakikisha you are able to meet all this and you deliver? And especially as a doctor, I believe sector ambayo uliopo ni ya watoto wadogo, ni sehemu ambayo ni very sensitive. Maybe tuanzie hapo. Kwanza ambacho ninaweza kufanya hivi ninavyofanya, nina msukumo wa ndani ambao ni Mungu. Kwa hiyo ile hofu ya Mungu inanifanya iwe msingi wa kufanya chochote ninachokifanya. Sifanyi kwa sababu ninamuogopa bosi wangu. Sifanyi kwa sababu nataka kumpendeza yule mama mwenye mtoto. Nafanya kwa sababu nikifika nyumbani ninajiuliza, yule mtu amemwona Mungu kupitia mimi. Samani nitabase kwenye Mungu kidogo kujielezea mimi. Kwa sababu huyo ndio nilivyo. Na ndio basic. Kwa hiyo huwa ninajichangamotisha kwamba mtu akienda nyumbani aone kama amekutana na Mungu hospitali. Kwa hiyo I am not accountable, siwajibiki kwanza kwa mtu. Na hiyo inanifanya hata nikiwa peke yangu nifanye matendo mema ambayo hayahitaji kuonekana. Kwa hiyo ndio inanifanya nifanye ninachokifanya. Lakini pia nimepata neema ya kuzungukwa na watu ambao walinisaidia kujitambua nikiwa mdogo kwanza mapema. Na kunifundisha kwamba ninatakiwa nife nikiwa mtupu. Kuna msemo ambao Dr. Miles Monroe alikuwa anasema, lakini mimi nilisikia kutoka kwa moja kati ya my mentors anaitwa Pastor Raphael Liela. Aliyesema huu msemo wa dying empty. Kwa hiyo hiyo ilinifanya nijue kwamba katika haya maisha yangu nilionayo natakiwa siku nikifa nisiwe na cha kujilaumu. Kwa hiyo ndio inayonipa wale watu walionilea na kunizunguka wamenifanya nijue kwamba nina kitu cha kufanya, na pia wamenifanya nione uthamani wangu. Yani nina kitu ambacho dunia inakihitaji, na walinipa nafasi ya kujifunza na kukosea. Ndio maana nimefika hapa nilipo. Kwa mfano nisema Pastor Raphael Yela, mwingine anaitwa Pastor Marco Haule. Kwenye kanisa lake ndio tulipata muda wa kuimba na kujifunza. Alituruhusu kukosea. Kwa watu kwanza na Mungu, pili watu walionizunguka wamenisaidia kujitambua kuanzia nikiwa mdogo. Baba yangu amekuwa akinipa nafasi ya kufanya vitu. Mimi baba yangu anaweza kaninyima nisiende kulala kwa mtu, lakini nikimwambia naenda kufanya kitu cha Mungu au kitu ambacho kinaleta thamani kwa jamii, haniulizi, sio kwa maana kwamba haniekei mipaka. Kwa hiyo imenifanya nimekuwa nikijijua kwamba angalau nina kitu. Alafu kingine ninaweza kufanya haya yote kwa sababu pia sitengenezi nafasi ya excuse. Ni mara zote ambako nilitamani kuweka
excuse alafu nikaivuka ile excuse nikafanya jambo ile jambo lilikuwa zuri au nilikutana na mtu ambaye alifungua channel sikwenda sehemu nyingine kwa hiyo nimejifunza na mpaka sasa hivi naendelea kujifunza kutokujipa excuse ila kingine kinanifanya nimeweza kufanya vyote hivi sidharau mwanzo mdogo nimefundishwa na naendelea kujifunza kuanza nilipo kama ninatengeneza maudhui nikiwa na simu yangu nitatumia hiyo hiyo nitatumia hapo hapo nilipo sitasubiri niweze kwenda kwenye sehemu ambayo iko nzuri kwa hiyo kwa yote haya yamenijenga kunifanya niwaze mimi bado ni kijana siwezi kutengeneza nafasi ya kuwa na kisingizio natakiwa nilale nimechoka na niamke nikiwa na matumaini ya kuishi tena siku nyingine kuleta athari kwenye maisha ya watu. Wow. Tabitha, kwa kidogo hicho ambacho umejielezea but yani kimeshiba. Kwanza hongera sana kwa kujitambua katika umri mdogo kwa sababu changamoto kubwa tulionao sasa hivi ni vijana kutokujitambua. So wewe kuwa kijana ambaye anajitambua na amejitambua mapema. Nilichokipiki hapo ni kwamba kuna role ya mzazi lakini kuna role ya mazingira yanayokuzunguka lakini wewe mwenyewe pia kujitambua. Sasa back to you. Wewe ni daktari ambaye unadili na watoto na nafikiri ni very sensitive area na mahali ambapo pia panakuwa na vifo vingi kwa sababu ya wako so very delicate. Unawezaje kubalance yani like kwa umetoka labda kazini au umeenda kazini umekutana na mtu ambaye umehudumia sana afu yule mtoto anafariki, unawezaje katika ile mazingira ku maintain your mental health at the same time uweze kufanya vitu vingine ambavyo unavifanya? Kwa sababu kuna siku nilisikia mtu akiwa anaongea anasema tumefundishwa namna ya kumsaidia mtu aliyofiwa yani like kwenye kada ya afya lakini sisi hakuna aliyetufundisha namna ya kujisaidia wakati tumepoteza mgonjwa. So yani unaona like it's an issue na inatakiwa kuwa addressed vipi, lakini wewe mwenyewe umewezaje? Is that reason ambayo imekufanya uweze kuaspire kwenda kufanya masters ya mental health? Kitu ambacho kwanza kinanisaidia ili nisiende kwenye sonona ni kuhakikisha nafanya kila ninachoweza kwenye uwezo wangu kumsaidia yule mgonjwa ili ikitokea haijafanikiwa nisiwe na ile guilty nisiwe na ile hukumu ndani kwamba yamkini ingeweza kufanya alafu sikufanya. Lakini pia kitu cha pili ambacho kinanisaidia ni aina ya mazingira ambayo nimejiwekea mimi. Huwa ninasema nikishafanya kazi mpaka nikamaliza muda ambao sio wa kazini najifunza vitu ambavyo vinanisaidia mimi kwenye mental health, kwenye akili, afya yangu ya akili. Kwa mfano kitu cha kwanza ninaweza nikasikiliza podcast za watu ambao ninajua wana kitu cha kunifundisha. Either kama kuna eneo ambalo linanifanya nisijisikie vizuri au naweza kawa leo ninapambana na mipaka, siwezi kuweka mipaka vizuri au ninapambana na namna ya kudeal na msongo wa mawazo, natafuta watu ambao ninawaamini kwenye ile eneo. Ile free time ninajifunza either kwa kuwasikiza au kuangalia YouTube kujifunza kutokea kwao. Kwa hiyo hao wananifanya kuweza kurudi katika hali ya kawaida. Lakini pia cha kwanza huwa mimi ninatumia imani. Kuna wakati nishakuja hapa kuzungumza nafasi ya imani kwenye afya ya akili ambao moja kati ya therapy ni spiritual, kwa sababu tunasema mtu hawezi kuwa na afya kwa sababu tu uumwi. Unatakiwa uwe na afya psychologically, socially, physically mpaka spiritually. Wanasema hakuna afya kama hamna afya ya akili. Yes, hakuna afya kama hamna afya ya akili. Kwa hiyo pia mimi huwa ninarudi kwa Mungu. Hata kama kuna wakati kuna kitu ambacho sijafanya vizuri kama daktari, wa kwanza kuwajibika kwa ninasema ni Mungu. Namwambia Mungu nisamee hapa sijafanya vizuri. Ila pia sichukui ile kosa kama sehemu ya kukaa pale. Nachukua ile kosa kama kujifunza siku nyingine nifanye nini. Ila pia kitu kingine kinachonisaidia mimi kwenye sehemu yangu ya kazi, najifunza kuomba msaada. Sipambani na kitu peke yangu. Najifunza kusema sijui. Najifunza kusema hapa ninaomba unisaidie. Kwa hiyo ile mkifanya kitu kama team, hata baada ya ikitokea kitu akijaenda vizuri, hata wao mgonjwa amefariki, mnajua kabisa kama kikundi cha watu wa afya tulifanya kwa nafasi yetu na haijawezekana. Kwa hiyo kwanza nimesema hiyo natumia neno la Mungu na Mungu na prayers. Naweza nikatoka kazini nikaenda kanisani. Umetoka kanisani unakutana neno ambalo yeye ndio lilikuwa linaongea na wewe kabisa. Unatoka nyumbani, unatoka kanisani umepona. Na labda tu niwaambie wasikilizaji,
wasichukulie kawaida nafasi ya imani kwenye afya ya akili. Ina sehemu kubwa sana kumsaidia afya ya akili tu, yani hata kwenye maisha ya kila siku. Yani imani, kama mtu anaweza akafanya kitu chochote kwa nguvu, ni kwa sababu ameamini. Na imani inatokana na taarifa unazozisikia. Ndio maana nasema mimi huwa nasikiza podcast za watu ambao wananisaidia kwenye udhaifu wangu. Unachokisikia kinatengeneza mfumo wako wa mawazo, ambao mfumo wa mawazo unatengeneza namna unavyofanya. Na unaweza usifanye hapo hapo, lakini kuna kitu kinaitwa subconscious mind. Ni ile sehemu yako ya akili ambayo inatunza taarifa zako za muda mrefu. Siku kile kitu kikiwa triggered au ukawa kwenye mazingira fulani, ile hazina ya taarifa ulizonazo ndio itafanya wewe uchukuliaje au uitikie vipi au respond vipi kwenye yale mazingira. Kwa hiyo nadhani nimejaribu kujibu kwa sehemu. Na actually hiyo mimi napenda kujua kwa nini mtu anawaza anachokiwaza na kwa nini mtu anafanya anachokifanya. Unaweza ukawa unaona watu kwenye jamii ukawa unawahukumu, unawatenga, lakini kumbe ana shida za zamani ambazo hazijatatuliwa, au ana msongo wa mawazo, au nyumbani alikataliwa. Kwa hiyo mimi kujifunza na kupenda afya ya akili ni ili niwe na rehema kwa watu. Unamsaidiaje kijana, lakini pia unaimba na kuandika na unaona vyote ni wito. Ninachokiamini ni kwamba kila mtu Mungu kamuita kwa mahali alipo. Unaongeaje juu ya vijana ambao unaweza kukuta ana kazi, not necessarily awe daktari au kwenye kada ya afya, yani anaweza kawa ni mhasibu, banker, anywhere. Anasikia wito, anaamua kuacha kazi, anasema anaenda kufanya wito. Ninawaelewa vijana wa hivyo, lakini unatakiwa uwe na uhakika na maamuzi yako kwamba ni kweli hii ni elekezo kutoka kwa Mungu. Kwa sababu sisi hapa tumeumbwa tumwakilishe Mungu. Kwa context ya imani, sisi hapa tumeumbwa tumwakilishe Mungu hapa duniani. Na kama umeumbwa kumwakilisha Mungu hapa duniani, ina maana utamwakilisha Mungu kwenye kazi yako, utamwakilisha Mungu kwenye biashara yako, utamwakilisha Mungu bungeni. Tusipokuwa na watu wenye hofu ya Mungu bungeni, tutaweza kuwa na watu ambao wanatufanyia maamuzi ambao hawaogopi mabaya yatakayotokea. Tusipokuwa na watu wenye hofu ya Mungu kwenye benki, hatutakuwa na watu ambao wanaweza wakaaminika na wateja. Kwa hiyo mimi naamini na hivyo ndivyo ilivyo. Unaweza ukamtumikia Mungu popote ulipo. Ukifikia sehemu ya kuacha kazi ili utumike, unatakiwa uwe na uhakika kwamba umesikia, kwa sababu kila maamuzi yanajaribiwa. Na ukishindwa wakati wa kujaribiwa kwa maamuzi yako, either haukuamua sawa sawa, au misingi ya maamuzi haikuwa mizuri, au uliamua muda ambao sio sahihi, au hukusikia ni kweli. Yani changamoto kubwa, kwa sababu kuna wengine sio wito actually ni passion. Yani like kama namuona labda Sisiwena zanavyoimba, nampenda na mwadmire, na mimi naanza kudevelop ile passion ya kuimba. Mwisho wa siku naanza kusema mimi nina wito wa kuimba, kumbe sina wito. Umeona, kumbe sio wito, au sicho kitu Mungu alichoniitia mimi kukifanya. Lakini pia it's not kwamba muda wote kwamba Mungu akikuita ni lazima utoke pale ulipo. Ni kitu ambacho vijana wanatakiwa waelewe kwamba unaweza kutumika mahali ulipo na bado ukamtumikia. Yani popote ulipo, kwa sababu neno linatuambia kwamba sisi ni mawakili wa Mungu. Na ina maana kama ni wakili, unamwakilisha Mungu katika eneo ulilopo. So pale ukiwepo, wewe unatakiwa ufanye ukijua kama alivyosema Tabitha, nimependa kwamba you are accountable kwa Mungu. Na ukijua kwamba uko accountable kwa Mungu kwanza, ile hofu yani haitakuwa kwamba bosi wangu ama nani. Kuna mwingine anafanya kwa sababu nimemwona Esther kasimama pale ananiangalia, ama Tabitha yuko mahali fulani anaangalia. Tabitha akitoka no. Na hiyo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo nafikiri ni vyema vijana wakaweza kuchanganua kwamba ni passion, ni wito, ama ni kitu gani. Kwa hiyo katika kufanya maamuzi mtu kwa sababu nimeona wengi wakipata shida baada ya kutoka na akaenda kapata, yani asifanikiwe kule aliko kwa sababu hakuamua sawa sawa na au hakumsikia Mungu sawa sawa. That's quite a very very powerful song. Thank you so much. It really inspires me. Yani nilikuwa nasikiza, and today you being in the studio it's really a blessing. Ni baraka sana kwetu. Nice song, nice voice.
Yes, yes, it has a very You powerful nailed it. message kabisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na Mungu akaendelea kuinua kipaji chako. Sasa hapo Tabitha, tuanzie hapo. A professional doctor, a songwriter, with all the title and now a minister. Take us through your personal life. Yani najua umeshajitambulisha in a very like how has it been mpaka umefika hapa in a very summarized way, kwa sababu tunatamani kusave as much time ili tuweze kuzungumza na mambo mengine. Okay. How was it to start singing, then doctorate, and then of course a songwriter? Ni passion, ni nini, ni wito, like kila sehemu uongelezea kwa kifupi. Yeah, okay. Karibu sana. Yes. Ukianza kwenye singing journey, mimi nimezaliwa kwenye familia, hichi ni kipaji. Wanasema kipaji ni kile kitu ambacho unazaliwa nacho na utumii nguvu sana kukifanya. Ili kuwa bora unaongeza ujuzi, lakini kinakuwa tayari kilishakuwepo ndani. Kwa hiyo hichi ni kipaji ambacho kuanzia mdogo imekuwa ndani yangu. Na baba yangu pia alikuwa anaimba. Anatumia zile zinaitwa accordion. Kuna mbili za zamani na vibeba unavipiga. Kwa babangu alikuwa akiimba, na kwa sababu aliona hiyo alikuwa ananichukua ananipeleka kwenye kwaya na nyumbani tunaimba naye. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho pia ni kama vile Mungu amekipitisha kwenye familia ambayo inacho hicho kitu cha kuimba. Kwa hiyo nikakuwa hapo, nikawa naimba kwenye kwaya, then nikajiunga kwaya moja ambayo ilikuwa inafahamika sana Arusha, inaitwa Agape Choir. Okay. Yeah, ambao ndo tumefanikiwa kuimba na baadhi ya watu ambao tunawaona sasa hivi kama kina Frank Jamrock, Kwane Rap, John Kavishe. Nilipokuwa hapo nikaenda sasa kusoma. Nimeweza Arusha Secondary, nikaenda Tabora Girls, then nikaenda kusoma bachelor Dodoma. Tukawa tunaimba kwenye timu moja inaitwa Campus Night, Dodoma Campus Night, ambako pia kule niliendeleza kuimba na kujifunza. Alafu baadaye nikaja Dar, nikawa naimba kwenye kanisa moja linaitwa NTM na Tehila Fridays, ile tukawa tunaimba. Then sasa hivi nafanya kazi mkoani Iringa, ninaimba kwenye kanisa langu pale la Living Water Center Iringa. Lakini kuanzia sasa mwaka jana nikawiwa kuanza kutoa nyimbo, kwa sababu nimekuwa nikiwa naandika baadhi ya nyimbo zangu. Na kuandika mimi siwezi kusema ni passion, ila nadhani ni ile tu maisha na Mungu. Mimi nyimbo zangu siwezi kukaa chini nikasema sasa hapa naandika nyimbo. Inakuja melody. Inakuja melody na maneno yake. Then sasa kutokea hapo sasa naanza structure nyimbo. Kwa hiyo Mungu amekuwa akinipa hizo nyimbo na nimejifunza kuheshimu mawazo, kwa sababu kwa mtu ambaye unamheshimu Mungu, mawazo yako kama yako aligned na neno la Mungu. Mawazo yako ni neno la Mungu. Kwa hiyo nyimbo zimekuwa zikinijia, na kuanzia mwaka jana nimeanza kutoa nyimbo. Nimefanya audio 6 ambazo moja inaitwa Jina la Yesu. Asante sana. Yes, nyingine yes, thank you so much. Yeah, I've heard it, that one. Thank you so much. Nyingine ipo, hiyo ndio ilikuwa audio yangu ya kwanza kuitoa toka nizaliwe. Kwa nikatoa nyingine kama play, extended play. Inaitwa ni nyimbo 5 zinaitwa kwenye nyimbo, jina linaitwa Wastahili. Na hapo nimeimba nyimbo kuhusu wokovu, mwana, pendo la Mungu na nini. Then saa mwaka jana mwishoni nikatoa wimbo mmoja wa kurekodi tu, unaitwa Pendo la Mungu. Alafu mwaka huu sasa ndo nimeanza kutoa hii live recording ambayo nimefanya ndani ya studio za KB Music Arusha, ambao ndo huo sawa kwanza nimeanza kutoa Ni Salama. Na ziko nyingine zinakuja na kwa neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo that's my singing journey. Kwenye udaktari ni kitu ambacho nilikuwa napenda kuanzia nikiwa mdogo. Sijui ilikuwaje, lakini mamangu alikuwa akiniambia, wewe ni waziri wa afya. Sijui mama kwa nini alikuwa anasema hivyo. Lakini pia nilijikuta kwamba kwenye kusoma biology ni kitu ambacho nilikuwa naweza kukifanya sana. Mimi naweza naielewa biology kuliko hesabu. Hesabu mimi nilisoma ili niwe daktari, lakini ninaheshimu sana wanao master hesabu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Alafu baadaye tu ule moyo wa huruma wa kupenda kusaidia watu ukaumbika ndani yangu. Kwa hiyo nikaja kuwa daktari na nilisoma University of Dodoma. Nikamaliza, nikapata internship kwa neema ya Mungu, nikapata kazi serikalini. Sasa hivi nafanya kazi Iringa. Kwa hiyo kimekuwa ni kitu ambacho mimi sifanyi udaktari kama mzigo. Nafanya kwa sababu ninapenda, na najua Mungu ameniruhusu kupitia hii njia na kuwaonyesha watu Mungu ni nani. Na nilisema ningegusia kuhusu kitu ambacho alikuwa anasema
dada hapa kuhusu kumuishia Mungu ukiwa kazini. Hivi recently kuna hii clip ambayo imekuwa ikitembea kuhusu dada mmoja ambaye ni comedian anaitwa Jackie Mngoni. Alikuwa ananiongelea kwamba kuna daktari anaitwa Sabita yuko Iringa, alikuwa ameongea pia kuhusu wimbo wangu. Kuna baadhi ya watu walidhani mimi nimemchukua yule kama kufanya promo. Lakini ni yule dada ni kweli ananifahamu, na hicho alichokuwa anakiongea kuhusu mimi kwenye maeneo yangu ya kazi kwamba nina Mungu anaonekana ni sahihi. Kwa hiyo mimi udaktari umenichangamotisha kumuishi Mungu. Nimefanya kazi pia ward la mama wanaojifungua, labor ward. Na mnaelewa mama akiwa kwenye uchungu anavyokuwa. Kwa mimi nimekuwa nikijifundisha kumuishia Mungu na kuwa na emotional intelligence. Nina balance vipi hisia zangu kupitia wagonjwa. Ninajifunza kutokubust, ninajifunza hapa nilitakiwa nikasirike lakini sitakasirika. Hapa nilitakiwa ninune lakini nitamwambia mama inawezekana, unaweza, sukuma, mtoto anatoka, unafanya vizuri, safi. Kwa hiyo unakuta wamama, watoto wanabaki na ile ushuhuda kwamba daktari mbona kama ana tofauti. Baadaye sasa walipokuja kuniona mimi natoa nyimbo unamtumikia Mungu, ndio wakaja kusema ndo maana. Kwa hiyo mimi imekuwa ni kama Mungu amechukua kila kitu akaviweka pamoja na kunifundisha kumuishia yeye. Labda tu a follow up question kabla Grace hajaenda kwenye maswali mengine. Tumesikiza story yako ya jana. It's very very smooth. Kipindi chetu kinahusiana na vijana. Na tunajua changamoto ya vijana wanazozipitia. Na the way they are hearing the story, they feel like wow, this is butter and bread. It's so easy. Smooth, my dad is singing and now I'm a star. You're professional. Natamani ni kurudishe nyuma. How has been the journey? Have you gotten, umeshapata hizi challenges? Umefikia vipi? Was it that easy for you? Ili yule ambaye yuko nje kijana asione like hey, mbona kama mwenzangu it's so easy. You understand? Ni tutatamani sana tujue changamoto ulizozipitia na umefikia wapi na umekabiliana nazo vipi in a very mere understanding language kwa mtu ambaye hata ajui Mungu, kwa sababu at the end of the day we are also aspiring au ambao wasiomjua Mungu waweze kujua jamani, without God nothing is impossible, lakini with God everything is possible. Kwa hiyo naomba utupe hiyo Dr. Tabitha with your respect. Yani kwa mfano sio kwa mfano. Mimi hapa changamoto kubwa ambayo mimi nilikuwa ninaipitia, nitachukua chache ambazo kijana anaweza akajiresonate naye. Kwa mfano tuna issue ya malezi. Sasa hivi watoto ambao wanasoma au wengine unakuta nyumbani kuna wafanyakazi, unapata muda wa homework na nini. Lakini mimi nimesoma mfanyakazi sisi kwa naye alikuwa darasa la 7. Kutokea hapo kuanzia form 1 kwenda mbele tulikuwa tunaishi sisi wenyewe. Kwa hiyo unakuta unatakiwa ufanye kazi. Mimi nilikuwa nina huruma. Nilikuwa naona kama mamangu akiinama akadeki ataumia. Kwa hiyo ibidi mimi niwe natumia ule muda namsaidia mama kazi. Na ilikuwa ni changamoto kubalance muda wa kumsaidia mama kazi, kusoma, kwenda kanisani na kufanya vitu vingine. Ilikuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo mimi hapa nilichokuwa nafanya, nilitafuta marafiki ambao wana uwezo darasani. Na mimi japo nilikuwa kwa neema ya Mungu ninaweza, wale nikawa ninasoma nao. Kwa hiyo pamoja na kwamba sikuwa na muda mwingi kwa sababu mambo yalikuwa yamenizunguka. Inawezekana kuna kijana ambaye ndo tegemeo kwa nyumbani kwao na labda anatamani awe na muda wa kufanya vitu vingine. Labda hayupo form 1 au form 2, form 3, form 4 kama mimi, labda yuko chuo au kuna kitu anapenda kufanya na amezongwa. Tafuta watu ambao wanafanya vizuri kwenye eneo ambalo unataka kwenda. Wale watu tengeneza mahusiano nao, alafu wakikaa na wewe utaweza kujifunza kutoka kwao na ikafanya wewe ukavuka kwa urahisi kuliko ambavyo ungepambana mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hiyo changamoto ya muda na changamoto ya kuwa na malezi salama au sio salama, malezi yenye nafasi, yani ya kuwa na dada sio anafua sio nini, ili nitengeneza ikanifanya kuwa vizuri, lakini pia nijifunza kutengeneza mahusiano. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Lakini pia mimi nimesoma shule za serikali. Sijasoma shule ya private hata moja. Wapi? Mimi nimesoma Arusha Secondary, nikatoka nikasoma Tabora Girls. Tabora Girls ni kweli shule ya vipaji maalum, lakini kipindi sisi tunaingia ilikuwa tayari imeshakuwa ni shule ya muda mrefu. Kulikuwa kuna changamoto nyingi. Naweza nisiseme kwa sababu za zingine mbalimbali, lakini ilikuwa kuna changamoto nyingi. Mimi tumefika, watu wengi walikuwa, yani tumefika tu kesho yake baadhi ya watu wakawa wameondoka. Ila mimi sasa kwetu ndio uwezo wetu wao uliokuepo. Sina pa kwenda niende private. Nikasema tu Mungu, mimi nitaendelea hapa.
Na pia sasa kule Tabora Girls tukawa tumetengeneza kitu kinaitwa kuna morning report. Kwa neema ya Mungu nilifanikiwa nikawa kiongozi pale, nikawa head girl. Kwa nikawa kila siku asubuhi nitaongea kitu ambacho kitawainua watu kwamba sisi tunaweza tukafanya vizuri, tunaweza tukasonga mbele. Shule yetu wakati mimi naingia ilikuwa ni kama ya 96 kitaifa, mpaka ninaondoka ilikuwa shekwa ya 10 na kitu kitaifa, na tukatoa top 10 under my class na wakati wa uongozi wangu. Kwa hiyo nini ambacho ninaweza nikasema, kijana unaweza kuwa kwenye mazingira ambayo kila mtu anayakimbia, lakini tatizo hilo likawa fursa ya kuonyesha nguvu ulionayo. Watu wengi ambao tunaona wamekuwa wakuu sasa hivi ni kwa sababu walitumia matatizo kama fursa ya kuonyesha nguvu walionayo. Wakati wengine wanakimbia, wewe kaa hapo, fungua macho. Ukishasema siwezi, akili inafunga, mawazo yanafunga. Ila ukisema hapa nilipo sijakosea kuwepo, kuna kitu naweza nikafanya, ukavunja ile mipaka ya akili yako, unaweza kujikuta ukatoka na suluhu ambayo ikawa msaada kwa wengine. Lakini pia angalia nini unaongea kwenye maisha yako. Angalia nini unaongea kwenye nyakati ngumu. Mimi wakati najua shule ilikuwa inafeli na watu walikuwa wamezoea kwamba mtu akiwa chief kwenye ile shule lazima afeli. Kwa hiyo walikuwa wananitegemea Tabitha atafeli kwa sababu ni chifu, sio ana mambo anampenda Mungu, mambo ya kimungu lazima atafeli. Ila mimi nilikuwa naenda pale asubuhi nawaambia watu tuna uwezo wa kufanya vizuri. Kwa hiyo unaweza kuwa kijana ambao uko kwenye mazingira ambao hata wewe mwenyewe uone. Nataka ufungue macho, jua kwenye hii changamoto as long as mimi niko hapa na ninaishi, nina uwezo wa kuona suluhu. Hata yani tamka my Bible inasema aliye dhaifu aseme nina nguvu. Unataka kuanza biashara, una kitu ambacho unacho kwenye moyo wako unataka ukianze. Tamka kwamba mimi hiki nitakifanya. Alafu jiwekee plan kwamba ndani ya miaka 2 nitakuwa hapa. Plan inakufanya wewe uwajibike. Alafu ukishaika plan, tafuta watu wanaofanya vizuri kwenye ile eneo, jifunze. Alafu ikitokea umekosea, usikae hapo. Kosa ni mwanya wa wewe kwenda kwenye sehemu nyingine. Mimi nasemaga mtu ambaye hajui vitu vingi, hawataki kusema mimi sijui. Sema nina nafasi kubwa sana ya kukua. Ukiona kutokujua kama nafasi ya kukua kitakufanya wewe ujifunze. Kwa hiyo zimekuwepo hizo changamoto za kimazingira. Wakati mwingine wakati ninasoma masters wakati nasoma undergrad, mimi nilikuwa ninasoma degree lakini pia nipo na Mungu. Yaani mimi maisha yangu hayajaanza hivi. Ndio kitu kingine kile tujue kwamba unaweza kumuona mtu yuko hivi lakini maisha ni mchakato. Na usidharau hatua unazofanya. Kila kitu unachokifanya kinatengeneza picha kubwa ya baadaye. Hakuna mtu aliyekuwa mkuu kwa ajali, hakuna mtu aliyekuwa mkuu pasipo hatua ndogo ndogo. Kwa hiyo hata hivi mimi sasa hivi nafanya mambo ya Mungu, sichoki, imeanza huko. Sometimes I would risk nitahatarisha baadhi ya vitu kufanya kitu fulani kwa sababu najua kwa wakati huo ndo majira yake. Nisipokifanya sitakuwa relevant au sitakuwa na majina. Kwa hiyo kijana, usikae kwenye mazingira magumu ukasema imeisha. Usikae kwenye mazingira ambayo hayafanani na wenzako wanaokuzunguka, labda mambo safi ukaona hapa imeisha. Usikae kwenye mazingira ambayo unasema unaogopa, jamani madaktari watu wanasema wewe umekuja daktari unafanya vitu vyote, kwa sababu mimi sikuona kama udaktari ni kifungo. Udaktari ni zawadi ya mimi kusoma, lakini pia mimi ni daktari ambaye nina vitu vingi. Kwa mimi nilivyoona hivyo nitatibu, au nitasoma darasani, kutoka darasani nitaenda kufanya mazoezi, nitaenda mkesha, nitaamka asubuhi, nitalala masaa mawili, nitaenda kufanya, yani maisha yakaendelea. Na kwa sababu Mungu anaona kile kitu, anasema mbona kama hiki chombo kipo available na kitumia, unaendelea kufanya vizuri. Mara nyingi wanasemaga wale ambao wanakuaga sana wamejassociate sana na mambo ya Mungu, either wakiwa shule ama chuo, mara nyingi huwa hawafanyi vizuri. Na ni kweli, mimi binafsi nimeona wengi, yani like unakuta performance zao zinakuwa, anaweza kukuta mtu anaanza vizuri na sio kwamba hana uwezo wa kufanya vizuri, lakini sasa sijui ni commitment inakuwa imeegemea upande mmoja, ama ameshindwa kubalance, ama ni kitu gani kinatokea hapo katikati, ama tu ni namna shetani anatafuta kuaibisha watu. Wewe unafikiri wapi wanafeli? Kwa sababu unakuta mtu ana uwezo mzuri, kaingia chuo vizuri na anafanya vizuri, lakini anafika pale labda anakuwa mwenyekiti sijui wa nini, anakuwa sijui katibu wa nini, yani vitu kibao anakuwa navyo. At the end of the day unakuta ni kwenye supplementary, unakuta akikoswa sana ana supplementary 3, 4 hivyo. Wewe uliwezaje? Kwa sababu it looks like ulikuwa unafanya vitu vingi, at the same time you performed well. Sasa unamsaidiaje kijana ambaye, kwa sababu siamini kama kumtumikia Mungu ndio sababu ya kufanikiwa, hapana. Kila mtu anatakiwa kumtumikia Mungu, lakini to what extent awezeje kubalansisha maisha yake ya kumtumikia Mungu, maisha ya kazi ama maisha ya shule? Unaweza wakawa watu ambao wamefanikiwa sana kiuchumi, alafu hawajawa wazazi wazuri.
Kuna watu wengine wamefanikiwa sana kiuongozi, alafu nyumbani familia ikatetereka. Kwa sababu alitafuta sana fedha, alitafuta sana kufanya impact kwenye watu, akasahau familia. Kwa hiyo inaendaga kote. Hata ukija huku kwenye kusoma, Mungu huyo ambaye amekwambia enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa watu wangu, ndio Mungu huyo kupitia mitume amesema lolote mkono wako upatalo kulifanya, lifanye kwa nguvu, tena ulifanye kama kwa Bwana. Can you imagine nikiwa nasoma kama Mungu amenituma kusoma, nitasomaje? Na nikiwa ninatumika kama Mungu amenituma kutumika, nitatumikaje? Kwa hiyo matendo yenu ya mema yaangaze, watu wamjue Mungu. Inaanzia kwenye namna tunavyoishi huku nje, lakini pia inaenda mpaka kwenye maeneo ya masomo. Hatuwezi kumtumia Mungu kama kisingizio cha kufeli, maana mpaka saizi Mungu hajaprove failure. Hata kama wanadamu waliowaumba walikosea, lakini Mungu alitutafuta, tuko hapa, tunamrudia na tunampenda. Kwa huyu ambaye tunamwangalia ni kigezo cha ubora. Yani ninaweza kumwambia kijana ambaye anamtumikia Mungu yupo kwenye sehemu sahihi sana, lakini ajifunze balance. Atumie hekima. Mara nyingi tunapenda comfort zone. Unajua utumishi unaweza kuwa kama comfort zone, ukasema kisababu, yani mali kichaka cha kujificha. Yes, inaweza kuwa kichaka cha kujificha, lakini haitakiwi hivyo iwe hivyo. Yaani unatakiwa ujichangamotishe, hata kama unasikia ile hali ya kwamba ngoja nitulie, usiruhusu ile hali. Jichangamotishe kwamba Tabita amka. Hao watu wanatakiwa wasimtukane Mungu wako. Tabita amka kasome. Hauna muda mwingi. Hakuna kitu kizuri kama group discussion. Watu waga wanachukulia poa, lakini wanaokuzunguka wanaamua ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo kama mimi hapa ninaweza nikazungukwa na watu wenye akili, na mimi kicho kinisaidia chuo. Hata leo kauliza marafiki zangu, mpaka walikuwa wananiambianaga, Tabita usimuige njia yake ya kusoma, utafeli. Ila mimi sijawahi kupata sapu hata moja. Kuna kipindi darasani kwetu watu walikuwa na sapu nyingi, mpaka mimi ambaye sijapata sapu nilikuwa naogopa kusema. Yaani ambao hajapata sapu tulikuwa wachache kuliko wengine. Ila ni kwa nini? Mimi nilikuwa kweli namtumikia Mungu. Lakini ikifika kusoma nasoma na watu, yani marafiki zangu na wale watu ambao walikuwa wanapenda kufanya vizuri darasani. Alafu nilikuwa siogopi kuomba msaada. Siogopi kusema hapa sijui. Jamani mwenzenu nisikilizeni, nielekezeni. Hapo unafanyaje? Hapo unafanyaje? Ule muda unaopata nasoma, yani nasoma kwa nguvu zangu zote. Kiasi kwamba Mungu anaona moyo. Hasa anaona huyu kweli ametumika, lakini pia huyu amesoma. Sio rahisi, niwaambie tu ukweli. Lakini ukiamua kutokumwaibisha Mungu inawezekana. With God all things are possible. Haitaki Mungu peke yake. Mungu anatumika pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ili Mungu akufanikishe wewe, unatakiwa ufanye nafasi yako ili Mungu afanye nafasi yake. There is no miracles. Kama utabaki tu kutumika na hujasoma, of course utafeli. Na kama utabaki tu kwamba nina siwezi kumtumikia Mungu kwa sababu ninafanya kitu fulani, hicho nacho pia ni excuse ya kufanya nini? Ya kujificha. Kwa sababu Mungu atakukuta pale pale ulipo, na katika nafasi ile uliopo Mungu anafanya nini? Anakuona na atakutumia hapo hapo. Na hicho kikubwa kingine ulichosema kwamba watu wanaokuzunguka they shape you. Exactly. Kuna mwandishi mmoja aliwahi kusema in every group of 5 people you are an average of 5 people. So if you work with success people ambao ni wanne, you are the 5th person. Na ukitembea na nani na wale wengine basi na mbulula This discussion is very important. Let's go and carry. Tunajifunza mengi, hususan sisi ni vijana wanaotusikiza, na tunasema kipindi ni Kijana Smart, na tulisikiliza kutoka Brescia. Muda wetu unaona kidogo umetupa kisogo. Ndio tunatamani tuendelee kusikiza mengi na mengi, lakini one thing that I'm taking is that everything is possible with God. But also nimechukua pia kwamba don't get scared. Kama hujui, please seek for msaada. Na vitu ni vingi kwa kweli. Nimechukua mengi lakini I can't talk all them here. Wakati tunatimisha Tabitha, we want to know, kuna mtu ambaye labda ana feel like it's all lost. Like muda umepotea. Labda ndio hivyo, kama kwa neema ya Mungu umetuambia kwa ipata supplement, lakini kuna supplementaries. Lakini kuna mtu ambaye pia labda huko kila siku anafeli jamani. Ni nini unacho cha kumwambia?
kama mtumishi wa Mungu in a very very simple way. Yes. Tuna dakika tu 2, lakini pia tunatamani tujue unapatikana wapi, nyimbo zako zinapatikana wapi, and what next. Yes, na pia huko hospitalini ujitangaze where you are, watu waje wamshuhudie Mungu katika utendaji wako. Yes, karibu sana. Kwa wewe uliyekata tamaa, ninapenda kukwambia kwamba mradi unapumua, unaweza kuanza tena. Lakini pia ninapenda kukwambia kwamba wamtumainio Bwana hawataaibika. Yes. Haijalishi upo chini, umekosea kiasi gani. Yoyote unayemwona ni mkuu alishakosea sana. Alishakataliwa, alishakosea. Lakini pale unapoona hapo sasa hivi hapo ulipo unapoona umekosea, jiulize, kuna kitu gani kitazaliwa kutokea hapa? Mradi unapumua, lipo tumaini. Nataka tuangalie sio kitu gani umepoteza, kitu gani umebakiwa nacho. Ndio umefeli, ndio umepata sapo. Unayo akili, unayo pumzi, unao watu, unazo nguvu. Amka, angalia eneo la nguvu zako. Anza kulifanyia kazi hilo. Unapoanza kushinda kwenye eneo la nguvu zako, itakuinua kuanza kujitia nguvu kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo lipo tumaini. Lipo tumaini. I love that. Yeah, so tell us unapatikana wapi, nyimbo zako, what's the prospectus na nini vitu kama hizo, alafu we will close the program. Yeah, thank you so much. Yeah. Mimi napatikana kwa makazi, naishi Iringa kwa sasa, hospitali ya Tosamaganga Regional Referral Hospital, wengine wanaita Ipamba. Katika kuimba kwa sasa napatikana katika YouTube channel inaitwa Dr. Tabitha Massey. Tabitha ya TABITHA, Massey ya MASSEY. Ukiandika tu hivyo utakutana na nyimbo zangu kule, na pia nipo kwenye social media, Instagram napatikana kwa Dr. Tabitha Massey. Facebook nina account ya Tabitha Massey na nina page ambayo nitafungua tu inaitwa Dr. Tabitha Massey ili iwe na jina moja. Niko TikTok pia nimeanza Dr. Tabitha Massey. Kwa hiyo ninaimba, ninashare la Mungu, ninashare short clips kama za dakika 1 kuhusu maisha. Na ninamshukuru Mungu sana kuwa hapa Boresha, na nikutakia Jumapili nzuri sana ndugu msikilizaji wetu. Amina. Thank you so much. Tunamalizia kwa kusema karibuni sana until next Sunday.